Ndani ya vyumba, waoga wote walikuwa wakiwasubiri mashujaa wao waweze kurejea kutoka katika mapambano, lakini ajabu ni kwamba waliweza kuwashuhudia walinzi waliokuwa wakileta mwili katika jeneza, na hawakusema ni nani aliye ndani yake, bali wakaja kumtua tu mwamba. Washiriki wote wakiwa wamepigwa na butwa, lengo lao kubwa ni kuweza kushuhudia ni nani aliye ndani ya hili jeneza. Wakikumbuka namna ambavyo mashujaa wao waliondoka kwa mbwembwe katika mwisho wa season 2, hawaamini kwamba season 3 ingewapokea kwa majonzi namna hii. Lakini ajabu ni kwamba wengine walionekana kuwa na furaha sana, na wengine walionekana kuwa na huzuni sana, na wengine walionekana kutokuwa na wasiwasi kabisa. Wakaendelea kujisogeza taratibu katika eneo hilo la jeneza. Ile kufungua tu jeneza, akagondolikana kuwa alikuwa ni Mwamba Giwon, yule sterling wetu aliyeweza kushinda katika season ya kwanza mlungula mzito sana wa fedha. Kila mmoja alipigwa na mshtuko kwa sababu huyu jamani jasiri kweli kweli na shujaa. Inawezekanaje kufa kirahisi namna hii? Lakini swali likaja, ni kwa nini mwili wake umeweza kuletwa huku ikiwa wote wanaokufa ubebwa na kwenda kuchomwa mioto? Huyu mama akashauri kwamba ni vyema wangejaribu mapigo yake ya moyo kujua kwamba yuko hai au amekufa. Walipomgusa wakagundua kwamba mapigo yake ya moyo yalikuwepo. Juhudi za kumwamsha Mwamba zikazaa matunda, akawa ameamka, lakini alipoamka tu hakutamani kabisa kuendelea kuishi, kwani alichoweza kutana nacho hakikuwa na sababu ya yeye kuendelea kuishi. Akapiga kelele na kuwalazimisha walinzi kuwa wamwangamize, ni heri afe kuliko kuendelea kuishi katika dunia hii. Lakini akaambiwa kuwa anapaswa kushiriki mchezo. Akapigwa pingu kando kidogo ya vitanda, akiwa anashuhudia matukio ya ajabu ndani ya chumba hiki. Najua unajiuliza kwa nini wenzake wote waliuliwa na kwenda kuchoma moto, lakini ye aliletwa katika chumba hiki. Siri hii utakwenda kuijua mbele kidogo ya tamthilia yetu. Ambatana nami. Mwanzoni tu mwa Squid Game season 3 zinasikika milindimu ya risasi. Walinzi walikuwa wamechafukwa vibaya mno, na kila aliyejitolea kwenda kuwasaidia wenzake basi alikisoma cha mtemakuni. Vyumba vilichafuka damu. Walinzi 8 walipoteza maisha na 12 wasimamizi wa mchezo nao walipoteza maisha. Hawa waliotangulia ahela hawakwenda bulebule. Washiriki wengi walikufa kishujaa, wakawabakiza wenzao 60 tu katika mchezo huu wa Squid Game. Ajabu ni kwamba Mwamba Giwon alichukuliwa kama mateka, akaletwa ndani ya mjengo, na walivyoona sifa walimleta Mwamba akiwa ndani ya jeneza, wakiwa tayari wamemzimisha, wakamtua ndani ya mjengo. Ile tu jamaa kushtuka na kugundua kuwa alikuwa ndani ya jeneza, akapiga kelele sana akilia huku akisema naomba mniue, naomba nife, lakini wakamwambia kwamba unatakiwa kushiriki mchezo. Ni mshiriki mmoja tu ambaye alikuwa ameachwa hai, Mwamba Giwon, anatakiwa kushiriki mchezo. Jamaa Giwon akafungwa pingu katika mikono yake, haruhusiwi kufanya kitu chochote kile, bali kushuhudia matukio yote yanavyokwenda kuendelea. Lakini mchezaji mmoja hivi alikuwa yuko hai, tena alikuwa na bunduki mkononi, lakini hata kujitolea kwenda kuwasaidia wenzake aliona shida, kwani aliyoweza kuyashuhudia ya walinzi yalikuwa yanamtisha zaidi. Mwamba alipokuwa amefungwa na pingu hakutaka masiala na mtu yeyote yule, hacheki na wowote. Kila aliyejaribu kuingia katika njia yake, jamaa alimuonesha upande wake wa pili. Kila mtu alibaki anashangaa kuona kwamba jamaa alikuwa ni mkatili kuliko pale awali. Miili ya wote waliosubutu kufanya ushubwada katika mchezo walining'inizwa juu kabisa katika maeneo haya ya dormitory. Basi bwana, kila mmoja alipoyatazama watu hawa alijifunza kwamba katika mchezo huu hawacheki na wowote. Likasikika tangazo kama yanavyotangazwa magame mengine kwamba mchezo unaofuata unaitwa kombolela kibongobongo. Wazungu wanasema hide and seek, yani na kutafuta unapokuwa umejificha. Mbele yao kulikuwa na mpira mkubwa sana ambao ndani yake ulikuwa na mipira mingine midogo midogo mingi sana yenye rangi nyekundu kwa blue. Ikiruhusiwa tu rangi nyekundu, basi wanatakiwa kutafuta watu wenye rangi ya blue, na ndani ya dakika 30 wanatakiwa kumtoa mtu wa rangi ya blue mmoja. Kwa hiyo washiriki wote wenye rangi ya blue watapewa funguo ambazo watakuwa huru kwenda kujificha maeneo tofauti tofauti, lakini watu wenye nyekundu wanatakiwa kuwatafuta, na mtu yeyote utakayepatikanika mwenye blue basi utatolewa ndani ya dakika 30. Lakini hao wenye nyekundu nao hawatatafuta wenzao kizembe, wakakabidhiwa visu. Hao wenye blue watakabidhiwa funguo, lakini wenye nyekundu watakabidhiwa visu. Maana yake utakapomkuta mtu mwenye blue basi ni halali yako. Lakini wenzangu na mimi, kama upendi matukio ya mauaji, basi unaweza kubadilishana na mtu wa blue. Wewe kazi yako itakuwa ni kujificha tu. Lakini kama unapenda mambo ya kukili, basi wewe utachukua rangi nyekundu, na yote utakayemkuta wa blue basi atakuwa ni halali yako. Bila shaka sote tumeelewana. Kama kuna mtu hajaelewa basi anyoshe mkono, kwani uko mbele mteleweshana kwa mapanga. Basi bana, hakuna ambaye alikuwa hajaelewa mchezo huu. Kila mtu akaanza kumfuata mwenye rangi nyekundu na kusema kwamba naomba uniulie mtu fulani kwani namchukia sana. Yani mtu wa blue unaweza ukamcholeshea mtu mwenye nyekundu ni wapi mtu wa blue alipokuwa amejificha, wewe ukaepuka kifo na huyo mwenzako akawa amekufa. Kwa hiyo yoyote unayemchukia na amevaa blue mwenzako, basi unaweza ukamcholeshea na akafariki. Bidada Noyu aliyeingia katika mchezo huu kwa makusudi maalum, inaonekana kuna kitu cha siri ambacho amekipandikiza. Na katika vyumba vya maabara ambapo huwa wanatoa viungo wale wachezaji ambao wanakaribia kufa, basi kuna mchezaji namba 246 ambaye alikuwa amepigwa risasi katika season ya pili. Mwishoni kule aliletwa ndani ili aweze kutolewa viungo kabla damu yake haijaganda. Bidada Noyu akaizirisha rangi yake kwa
akawashambulia walinzi wote katika chumba cha upasuaji, na hapa akamwacha daktari tu, kisha akamwamuru kumtibia huyu mshiriki namba 246. Hapa ndo tunakwenda kujua kwamba bidada Noyu si mshiriki tu wa kawaida katika mchezo huu, bali ana kusudi maalum. Captain Park ni yule nahodha wa meli ambayo iko kando kidogo ya kisiwa hiki cha Squid Game. Ni agent wa siri sana wa yule mtu ambaye anavalia mavazi meusi na kiongozi katika mchezo wa Squid Game. Akawa anampasha kiongozi habari zote kuhusiana na mipango yote ya polisi, namna gani wanapanga kuvamia katika kisiwa hicho katika namna ya kisiri sana, na akamweleza kwamba kuna mmoja ana simu ya siri ndani ya mchezo wa Squid Game. Man in Black akamwambia mwamba hakikisha kwamba kama wataendelea kuzingua basi unaua wote mpaka hao maaskari. Sasa tunarudi ndani ya mchezo, huku lishatangazwa balaa, kila mmoja anatakiwa kujificha na watafutaji wanatakiwa kuanza kazi yao. Mwanzoni tu mwa mchezo washiriki kibao wakayapoteza maisha yao kwa kupigwa bisu kama zote, na kila aliyechomoza sura yake nje ya kapu basi aliipata ya moto. Sasa upande wa pili tunaonyeshwa Yonsok, yule mtoto wa mama mzee hapa ndani ya mchezo. Mama mzazi alipoona mwanae anaelekea kufariki basi akaenda kumsaidia. Mlinzi akamalizia mwanae mbele ya macho yake. Damu zilimwagika sana ndani ya mchezo. Mwamba Gi-hun naye aliibuka mshindi katika mchezo huu. Kila mmoja alimtawanyisha mwenzake, lakini bidada naye hakumwacha yule daktari aliyekuwa amemtibia mshiriki wa mchezo namba 246. Kutoka wachezaji 60 wakabakia wachezaji 25. Pesa zikatililika mabunda kwa mabunda kama ilivyo kawaida ya mchezo. Kila wanapoteketea wengine basi pesa huongezeka. Wakiwa wamechoka hoi tabani kusikia harufu za damu, mwisho wa siku wakapewa nafasi ya kuchagua kuendelea na mchezo ama kurudi nyumbani. Chaguo liko mbele yao, X ama 0. Ukisikia watu walichoka na kujizila kwa kila kitu, basi hawakuwa na chaguo lingine zaidi ya kuchagua kubakia ndani ya mchezo. Mama mmoja mwenye mtoto mdogo naye alijizila kuendelea kucheza mchezo huu, lakini mama yake na Yonsok aliyempoteza mwanae siku za hivi karibuni alikata tamaa mazima na akaamua kutokuendelea na mchezo. Zaidi ni kwamba alijiua. Basi bwana, kwa kuwa tumewapa nafasi ya kuendelea kushiriki ama kurudi nyumbani nanyi mmechagua kubakia, basi mchezo unaofuatia ni rahisi sana na mliucheza udogoni. Huu ni mchezo wa kuruka kamba. Mwanzoni tu mwa mchezo mambo yalikuwa magumu kweli kweli. Kila aliyeshiriki kwa hatua za awali alijikuta akitumbukia katika shimo refu sana, lakini Mwamba Gi-hun alikuwa akimtazama huyu mama wa mtoto, akafikiria ni namna gani angeweza kucheza mchezo huu. Kabla ya kuendelea katika mchezo kuruka kamba, kwanza tuingie katika vyumba vya wachezesha michezo kwa maana ya VIPs. Hao jamaa wana kazi moja tu, kutazama mchezo unavyokwenda, yani wanaangalia mambo yote yanavyoenda na wanafurahia sana wanapoona vifo. Walikuwa 6 tu ndani ya chumba kimoja, wa kiume 4 na wa kike 2. Basi wakaendelea kushuhudia mchezo huku wakipiga stori 2-3, na wakati wote hata hawa VIPs huwa hawaonani sura zao. Man in Black, jamaa mwenye nguo nyeusi, kuna kitu alihisi kuwa hakiko sawa, na ni kweli kabisa hakikuwa sawa, kwani wakati huu aliwekewa bunduki kichwani. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni bibie. Yule afande aliyejipenyeza ndani ya mchezo huu alikuwa hachezi mbali ya kisiwa hiki, bali alichukua radio call na kuanza kuelekeza maafande wenzake kuja katika eneo hili. Lakini wote tunajua kuwa Captain Park akawa anawapeleka maafande uelekeo tofauti na kule wanakopewa maelekezo, kitu ambacho kikawa kinamshangaza sana huyu afande. Mbona ni kama vile maelekezo anayoyatoa hayaendi sawa na huyu nahodha wa boti? Tunarudi ndani ya mchezo. Kamba ishaandaliwa, sasa idadi ya warukaji imeongezeka. Mchezo huu wa kuruka nao haukuwa rahisi kiasi hicho. Kila mshindani alitakiwa kumsukumiza mwenzake chini ili aweze kushinda. Basi katika sukumizana, mwisho mama wa mtoto anayefahamika kama He akawa ameanguka chini, akamwacha mtoto wake mchanga kabisa mwenye umri wa miezi 2 tu. Mwamba Gi-hun akamtazama mtoto yule kwa huzuni sana akiwa amelala chini, akakumbuka mbali, kumbe bana kulikuwa kuna dili la siri ambalo lilikuwa limepigwa. Ilikuwa hivi, kabla ya kuingia katika mchezo huu Mwamba Gi-hun alikutana kisirisiri na yule Man in Black, na makubaliano yalikuwa ni kwamba Gi-hun anatakiwa kuwatoa sadaka baadhi ya washiriki ili mtoto mdogo aweze kubakia hai. Alafu akamwambia kwamba wewe ndio utakuwa mshindi wa zawadi ya pesa zote ambazo zimeandaliwa, kwa hiyo utakuwa ni mshindi mara 2 katika mchezo huu wa Squid Game. Sijui hata Sterling wetu alianzaje kushawishika, lakini ukweli ukawa ndio huo, kwani Mwamba aliweza kuwateketeza baadhi ya washiriki na mtoto mchanga akawa amebakia. Huku nje ya kisiwa katika meri, basi wakina Koplo Mkwizu walikuwa wanachezeshwa kiduku na huyu Captain Park alimimina risasi kama anakula popcorn. Ndani ya mchezo wa Squid Game, hawa washiriki wa VIP siku ya leo watakwenda kushuhudia game ambayo itakupa na ushindani mkubwa live bila chenga. Unakumbuka ule mdoli wetu wa kwenye season 1 wa Kokoma sasa umerejea tena, ni mkubwa kweli kweli. Unadhani ni game ipi itakwenda kuchezwa mara baada ya hii? Nakumbusha tu kwamba hii series inapatikana ile ambayo imekwisha kutafsiriwa kwa Kiswahili, unaoipata kwa shilingi 2500. Njoo sasa hivi
inbox ni kutumia ikiwa imepigwa vyema na madj wakali kutokea nchini Tanzania. 0622113984 unaipata ikiwa iko full kabisa. Na kwa wale ambao hawakufanikiwa kuiona season 1 na season 2, basi pia ukija inbox utajipatia tamthilia hizo, tena utakwenda kufurahia zaidi kwani imepigwa na madj wakali kutokea nchini Tanzania. Lakini hii kubwa kuliko utaipata kwa mtonyo wa shilingi 2500 tu. Squid Game season 3 ikiwa imekamilika mpaka finali. Anasema hapa mtaani kwetu kuna kikosi cha game ambacho tunachezaga, vile vile tunacheza mchezo wa ngisi. Na huu mchezo huwa tunaucheza mara zote. Na sheria ya mchezo huu ni moja tu. Unaanza katika sehemu moja ndogo, kunakuwa na magrupu mawili. Limoja linavamia, limoja linazuia. Hii sasa inaitwa tikiri kwa Kiswahili. Anasema michezo hii inachezwa na miguu. Kuna namna fulani ya kutua katika karingi kidogo. Ukifika kwenye hatua ya kwanza, mzuiaji anatakiwa kuzuie, ushindwe kuchomoka. Hata mamako huyo jomba anajikuta amechelewa.